Naweza kusema kwamba huku kwenye upande wa soka mambo yanaendelea kuwa mazuri. Huku kwenye upande wa soka kila mmoja anafanya jambo lake liwe linakwenda zaidi ama linakwenda vizuri vile ambavyo wanakuwa wameweza kutarajia. Sasa kwa upande wa klabu ya Yanga tunafahamu kwamba miezi michache iliyopita kulikuwa na ile tenda ambayo GSM alichukua kwa ajili ya kujenga uwanja wao mpya. Sasa mpaka sasa hivi kwa upande wa klabu ya Yanga wamefikia wapi? Utakwenda kufahamu hapa. Lakini kabla sijakupa taarifa hii kiundani kwa namna ambavyo Yanga wameendesha mambo yao kisasa, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Ni habari ya kihistoria kwa mashabiki wa klabu ya Dar es Salaam Africans. Baada ya ahadi nyingi na mipango ya muda mrefu ya GSM, amethibitisha kuwa mchakato wa ujenzi wa uwanja mpya wa klabu umeanza rasmi. Hii ni hatua kubwa kabisa kwa klabu ya Yanga, kwani inaimarisha heshima, miundombinu na mustakabali kwa klabu kwa miaka ijayo. Taarifa zinaeleza kuwa Yanga tayari wamepata wakandarasi wenye uzoefu kutoka China ambao wamefikia makubaliano rasmi ya klabu. Mkataba wa ujenzi ambao tayari umeandaliwa na kusainiwa ukihakikisha kila hatua ya ujenzi inafuata viwango vya kimataifa. Wakandarasi kutoka China wana uzoefu wa ujenzi wa viwanja vikubwa. Mkataba unahusisha ujenzi wa viwanja vya kisasa, vipengele vya vifaa vya mafunzo na utengenezaji wa miundombinu ya kisasa. Hata kabla ya mashabiki kujua rasmi, ramani ya uwanja mpya tayari umepatikana. Ramani hii kama ambavyo unatazama inaonyesha muundo wa kisasa pamoja na vipengele ambavyo kutakuwa na viti vya kisasa vya mashabiki. Viwanja ambavyo vitakuwa vipo vizuri kabisa nje, lakini pia ndani kukiwa na mambo mazuri zaidi, yani pitch yenye ubora wa hali ya juu, lakini pia vituo vya maegesho, ofisi na vyumba vya waandishi. Lakini pia kama ambavyo unaona namna ambavyo mambo yalivyo, hii inatoa picha wazi namna ambavyo uwanja wa klabu ya Yanga utakavyokuwa tofauti kabisa na uwanja wowote uliopo hapa nchini. Kwa upande wa klabu ya Yanga unatazama kabisa kwamba mipango ambayo wameipanga ni mipango yenye ubora wa hali ya juu zaidi. Lakini pia taarifa zinaweza kuwa mkandarasi tayari ameshalipwa sehemu ya awali ya mradi, jambo ambalo linaashiria kuwa ujenzi unaweza kuanza kwa haraka tu mara tu baada ya vibali vitakapokamilika. Inasubiriwa vibali rasmi kutoka kwa mamlaka husika. Mara vibali vitakapopatikana, ujenzi wa uwanja utaanza rasmi. Uwanja unatarajiwa kuwa na teknolojia ya kisasa na mfumo wa kipekee wa usalama. Naweza nikasema kwamba ujenzi huu wa uwanja unaonyesha pia dhamira ya klabu ya Yanga kuendeleza klabu kibiashara, kifedha na kistratejia. Hii pia inaiweka Yanga mbele ya kiwango cha miundombinu, ikipunguza tofauti na klabu za kimataifa. Mashabiki wa Yanga wanaweza kujivunia kuona klabu yao inaendelea kubadilika. Inasababisha shinikizo kwa wapinzani pia ambao ni Simba, kwani uwanja huu utakuwa soko la mapato na heshima kubwa. Inaleta morali kubwa wachezaji na benchi la ufundi. Kwa hakika hatua hii ni kubwa kwa upande wa klabu ya Yanga. GSM ameonyesha kuwa anatimiza ahadi na mipango ya kimkakati inazidi kuimarika. Uwanja mpya si tu ni mahali pa michezo, bali pia ni ishara ya ukuaji wa klabu na uwezekano wa kuingiza mapato makubwa. Mashabiki wanashauriwa kuendelea kufuatilia taarifa rasmi kutoka ndani ya klabu ya Yanga na GSM, kwani hatua inayofuata ni rasmi kuanza ujenzi huo, ambapo kiwanja ambacho kitakuwa kipo kwenye ubora wa hali ya juu kweli kweli. Mambo si hayo sasa ndani ya klabu ya Yanga.